amekuwa pamoja nasi kwa muda wa siku 6, ametulinda tangu tulipoamua kufanya maamuzi, ametuongoza. Yeye ndiye amekuwa pamoja nasi. Na wengi sana wanaogopa kuifuata hii njia ya mashujaa kwa sababu ni njia ya mashujaa, inahitaji kuwa na kuamua kwamba utamtii nani, kwamba utatii sauti ya Mungu au asemaje fulani. Kama hujaamua huwezi kuipita hii njia. Na ukishaipita hii njia, Mungu anawapenda watu wenye msimamo, waliozamilia. Na bahati nzuri Mungu ametupatia kitu kimoja akilini mwetu kinachoitwa maamuzi. Mungu hajawapatia watu kubahatisha. Kwa hiyo basi katika mchana wa leo na Sabato siku ya leo, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza, nasi tuko hapa tukiendelea kumshukuru na kumtukuza kwa maana yeye ni mwema aliyetuongoza kwa hizo siku 6. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla tujaendelea, naona wenzangu hapa wameweza kujitambulisha, lakini mwenyekiti amegoma kunitambulisha kwa sababu anasema nilikuwa na muda wa kusema nanyi. Na sasa kabla sijaendelea niweze kujitambulisha kwa wageni na kwa wenyeji pia, tuendelee kufahamishana. Kwa majina naitwa Mike Abduli. Nami pia nilikuwa mmoja wapo wa nomina kule, nilikuwa mwana SDA. Na nilikuwa nikipotea sana kama asemavyo ndugu fulani mchungaji anavyosema, nilikuwa namwamini sana. Kwa hiyo nilikuwa soma Biblia sana kwa maana najua mchungaji amesoma Biblia sana, kwa hata kitamka kitu na muamini ndivyo ilivyo. Akisema mzee wa kanisa, kiongozi yote mchungaji, naamini. Kwa hiyo nilikuwa sina haja ya kusoma Biblia kwa sababu yeye nilikuwa nikimsikiliza kama asemavyo yeye na ninafuata mawazo yake. Lakini roho ya Bwana ikanijia, ikaniamsha nianze kusoma mwenyewe. Baada ya kusoma na kutafuti kwa undani zaidi, nikakuta mchungaji na Biblia ni vitu viwili tofauti. Wasemavyo viongozi wa kanisa ni vitu viwili tofauti, wanapingana kabisa. Kwa hiyo nikaamua, nikaweka vitu viwili mbele yangu kwamba mbele yangu kuna vitu viwili, aidha nitii sauti ya mwanadamu au sauti ya Mungu. Kwamba nimtii nani? Hivyo baada ya kufanya maamuzi ikawa vita. Maana shetani anaogopa mtu anayefanya maamuzi. Yote anayefanya maamuzi anakuwa amezindua vita kati ya shetani. Na ili uweze kuona vita kati ya shetani, amua kufanya maamuzi. Kisha amua kufanya maamuzi ndipo utaona ubaya wa shetani uko wapi. Lakini kama hujafanya maamuzi ukalizika na mahali ulipo na utaki kuchunguza, hautaona hata ubaya wa dhambi, hata dhambi utaona ni nyepesi tu. Hautaona ina ubaya mwingi sana, lakini ukifanya maamuzi ndipo utaona jinsi makucha ya shetani yalivyo. Hivyo basi tukaamua kufanya maamuzi kusimama imara kama neno la Bwana lisemavyo. Na kwa kuwa neno siku zote itasimama kwamba mimea yastawi na kukauka, miti yaanguka na kila kitu kitapita, lakini neno la Bwana tufanyeje? Tasimama milele, hataanguka. Hivyo basi hadi kuwa hapa ni kwa sababu ya neno la Bwana. Kama si neno la Bwana tusingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Basi katika wakati huu kabla tujaendelea mbele zaidi, naona hapa kuna watoto, ningependa niseme nao maneno machache mawili kabla tujaendelea. Watoto, namje kuitika mshasahau eti. Watoto, namje kuitika, semeni mwalimu tuambie habari za nani? Watoto, Aliambia habari za Yesu. Basi watoto walioko mbali mnaweza kusogea hapa mbele tuweze kuambiana habari za Yesu ili muweze kueleza kwa nini mko hapa na kule mko kwa je, mkupata habari za Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla tujaendelea tuwakaribisha watoto, karibieni hapa mbele kidogo. Karibieni hapa. Watoto wote mahali pote mlipo, karibieni hapa. Tuseme machache mawili kabla tujaendelea katika somo lingine. Basi kwanza nauliza swali, wangapi wanajua kuomba? Wangapi wanajua kuomba? Baba mnageukea huko, geukieni kwa mwalimu. Mimi siwaoni. Geukieni kwa mwalimu. Niongee na nyie, maana tulitegemea kwa wanatengeneza hakuna watoto, kumbe wapo pia. Kwa lazima tuwaulize na nyie ili muweze kuelewa, maana kule wanapingana na watu wazima. Je, nyie watoto wenzenu wanawachukuliaje? Wangapi wanajua kuomba kwanza? Wanatengeneza wajui kuomba? Nitegemea mnyoshe nyote mikono. Wema tuombe. Yeye magoti tu. Ombe macho tuombe. Asante Baba wa mbinguni, umekuja toka masaa ya asubuhi hadi tuko kwenye ibada yako. Kwa pamoja nasi utupe nguvu tuweze kukusikiliza neno lako ili tuweze kulitenda na kwenda kulipeleka kwa watu wengine. Tunaomba katika jina Yesu, amina. Amina.
Basi Bwana wabariki, endeleeni kusoma hapo hapo. Nitauliza mawili machache, maana tunakumbana na maswali mengi sana huko. Je, nyewe mkikutanao mnaweza kujibuje? Mnakumbuka mkoa bado kule mnasali, mko mnapiga gwaride, mnacheza, mnarukaruka chio, si ndio? Sasa huku mlipokuja, je, kwa nini mliamua kutoka kule? Wakiwauliza mkutano na watoto wenzenu huko, wakauliza kwamba kwa nini nyinyi mmeamua kuja huku, unaweza kumjibuje? Yaani mwenye jibu hata moja. Ongea kwa njamba, akikutana na mwenzake anayesalia kwa aliyemwacha akaja huku, anaweza kumjibuje kwamba kwa nini umejitenga kaja huku? Wenye majibu ni wangapi? Tunaanza na hapa. Kwa sababu sisi tumekubali nguzo 7 wenyewe nguzo 6. Haya, pia anasema kwamba huyu anasema kwamba wao wana nguzo ngapi? 6. Kwamba sisi tuna nguzo ngapi? 7. Mwingine mwenye jibu? Ndio. Mtakao mnaongea kwa mdomo kwa sauti ili wasikie huko. Maana kuna wengine hata huko majibu tutakayotoa hapa watajifunza kitu na wataweza kuwapatia majibu. Maana ukikutana kule hata wazazi huko wengine mnakuta changamoto, lakini nyinyi watoto mnaweza kuwasaidia kwa leo, si ndio? Haya, mmoja amesema kwamba wamekuja huko kwa sababu kule kuna nguzo ngapi? 6. Huko kuna nguzo 7. Jibu lingine, je, yote majibu yatafanana? Mwenye jibu mwingine ni nani? Sasa wao wana Mungu watatu, sisi tuna Mungu mmoja aliye nani? Aliye Baba. Nikwambia kwamba mpatie imeandikwa wapi? Unaweza kumjibu. Mwingine ambaye anasaidia kwamba imeandikwa wapi? Anasemaje? Sema kwa sauti tusikie. Ndio. Hapa sasa amesema kwamba wamejitenga kwa sababu wao huko wana Mungu mmoja aliye Baba, kule wana Mungu watatu. Yaani ikiwa na maana ya utatu mtakatifu. Yaani kwa ufunuo ni kwamba utatu mtakatifu ni sana kusema watatu watakatifu, ndio maana ya utatu. Hapo lazima uondoe akili kwenye mabano kwamba utatu hapo ni watatu ambao ni watakatifu. Yesu alisema kwamba mwezi kuwa na mabwana wawili, lakini wao wameongeza hadi wamekuwa watatu. Kwa hiyo ni changamoto kumuondoa mmoja afu muondoe mwingine, ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo watoto wameweza kueleza kwamba wao wametoka kwa sababu kule kuna Mungu watatu, huko wao wamefuata Mungu mmoja. Mungu mmoja amesema kwamba kule wana nguzo ngapi? Wana nguzo 6, huko wana nguzo 7. Sasa niulize swali hapo, nyewe Mungu mmoja mmesema ni Baba. Unaweza kumpatia andiko imeandikwa wapi kwamba nyewe Mungu mmoja aliye Baba ni nani? Unaweza kumthibitisha kwamba imeandikwa wapi? Aikwambia wewe mtoto umpatie andiko. Ni wapi? Nani anaweza kumpatia andiko? Nani anaweza kumpatia andiko? Nyosha mkono. Popote pale ulipo. Unanyosha mkono nasema kwa sauti. Pale Yoshafati. Inasemaje? Amina. Maana ameweza ampatia. Wakorintho wa kwanza 8:6 kwamba kwetu sisi Mungu ni nani? Ni mmoja tu aliye nani? Aliye Baba. Naona. Sasa hapo kuna kitu kimoja bado sijaelewa. Mmesema kwamba kura na nguzo 6 na huku sisi tuna nguzo 7 na hapa nguzo hatuzioni. Je, ni hizo nguzo za umeme au nguzo maana yake ni kitu gani? Maana hatujaelewa hapo. Umesema nguzo na tunajua hizo nguzo ni za umeme. Je, hizo nguzo unakuwa na maana gani? Mwingine anaweza kusema kwamba nguzo ina maana gani? Anaweza tuambia. Good hapa sema kwa sauti. Mafundisho makuu ya imani yetu. Kumbe nguzo ni mafundisho makuu ya nini? Ya imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguzo mnasema kwa siku tuna nguzo, kutana mtu wa Jumapili kwamba akieleza maana ya nguzo kusema mafundisho makuu ya imani yetu yako ngapi? Yako 7. Wenyewe kule yako 6. Sasa kwa nini yako 7? Na huko yako 6. Nini maana ya 7? Nini maana ya 6? Kwa nini mwe na 7 afu wenyewe wana 6? Kwa nini? Hasa tujibu. Maana 7 inamaanisha ukamilifu. 7 maana yake nini? Maana yake kanisa la Mungu ni kamilifu, si ndio? 6 je? 6 nini? Kwa hiyo kule tumejitenga na nani? Wapinga Kristo, si ndio? Wao wana 6, maana yake 666 wapinga Kristo. Kwa hiyo bado kujitenga bado kuna maana kubwa sana. Kwamba wamejitenga na wapinga Kristo, wao wanabeba 6 inayotengeneza 666, nyewe mna 7 kamilifu wa Mungu, si ndio? Lakini je, mmesema nguzo ni mafundisho makuu ya imani. Nguzo ni mafundisho makuu ya nini? Ya imani.
Haya. Nimesema yako mangapi? Ikiwa na maana ya kwamba kanisa la Mungu ni kamilifu, si ndio? Haya. Yako mangapi? Yako 7. Je, mnaweza kuzitaja hizo nguzo 7? Wangapi wanazijua kwanza? Maana kuna wengine hawafahamu wako wapi hapa. Wako mwili hapa lakini mawazo yako hapo. Watu wangapi tuko pamoja hapa? Ndio shule mkono ambao tuko pamoja. Haya, wangapi wanazijua hizo nguzo 7? Nguzo 7. Haya, mtanitajia moja moja, niko hapa. Na washiriki wanasikia huko. Maana kuna hata washiriki wengine hawazijui. Wanahitaji kujifunza kutoka nini? Kwenu. Nguzo ya kwanza moja. Nguzo ya kwanza nasemaje? Ujumbe wa malaika wa kwanza. Mwingine nguzo ya pili. Hapo sasa. Ujumbe wa malaika wa pili. Nguzo ya tatu. Ujumbe wa malaika wa tatu. Nguzo ya 4 inasemaje? Asa. Amri za Mungu na imani ya Yesu. Nguzo ya 5. Hapa. Hekalu la Mungu la mbinguni. Nguzo ya 6 inasemaje? Nguzo ya 6. Haya hapo Shabbat. Nguzo ya 6. Sabato ya amri. Naam. Nguzo ya 7 inasemaje? Nguzo ya mwisho. Hapo huyo msichana hapo nyuma. Naam, amesema kutoishi milele kwa wao, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi ona hata watoto wamejitambua ya kwamba kwa nini wamejitenga kule na kwa nini wametoka kule. Basi hapo kuna swali moja limesalia. Nimesema nguzo ya 4 inaitwaje? Nguzo ya 4. Nguzo ya 4. Nani ikumbuka? Aya, sasa tuambie. Amri za Mungu na imani ya nani? Asa tumesema amri za Mungu. Je, hizo amri za Mungu ziko ngapi? Mwingine anaweza kunyosha. Hiyo sampare. Ziko ngapi? Haya, mkutano wa nomino kule, maana wenyewe kule ni kuruka, kumachi gwaride, wajifunze Biblia na kuimba tu. Je, aikwambie muonyeshe zimeandikwa wapi? Unaweza kumuonyesha hizo amri 10 zimeandikwa wapi? Haya, hapa tuambie. Kutoka 20 fungu la kwanza hadi 17. Mwingine ni hiyo, si ndio? Hivyo basi amri 10 za Mungu zinapatikana kitabu gani? Semeni kwa sauti nyote nisikie. Zinapatikana kitabu gani? Kutoka 20 ndio, hapo ndio kuna amri 10 za Mungu utamuonyesha. Sasa je, hizo amri 10 za Mungu mnaweza kuzitaja bila kuziangalizia? Haya, amri ya kwanza nasemaje? Tunaanza na Yesu mpale. Amri ya kwanza. Haya, amri ya kwanza amesema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mwingine amri ya kwanza naona majibu ni mengi. Haya, good hapa. Sio na miungu mingine ila mimi. Jibu lingine. Asa jifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya kwanza. Mwingine hapa. Sio na miungu mingine ila mimi. Kura zimelingana wawili. Majibu yamefanana wawili. Majibu yamefanana. Haya, mwingine anayepinga hapo zaidi hapo. Mwingine anayeongezea ili tuweze kupata kura siku ngapi? Amri ya kwanza inasemaje? Shofati hapo. Sio na miungu mingine ila mimi. Haya, nyote wanaosema amri ya kwanza inasemaje? Wanyoshe mikono. Haya, amri ya kwanza inasemaje nyote? Usio na miungu mingine ila. Kwa hiyo kule mpo jitenga na miungu mingine. Naona? Kwa sisi tumejitenga na miungu mingine. Wao kule wamevunja amri ngapi? Ya kwanza. Yaani amri ya kwanza ndio wameanza kuvunja. Amri ya pili. Amri ya pili inasemaje? Amri ya pili. Good hapo tuambie. Sijifanyie sanamu. Hiyo ndio amri ya pili. Haya, amri ya tatu inasemaje? Tuambie hapo. Kwamba usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ndio. Amri ya 4 inasemaje? Amri ya 4. Semeni yote kwa sauti. Amri ya 4 inasemaje? Ndio, ikumbuke siku ya Sabato ambayo ndio leo Jumamosi, si ndio? Haya, tunaenda kumalizia. Amri ya 5 inasemaje? Amri ya 5, nyosha mkono watu kusikoni. Amri ya 5 inasemaje? Haya. Mwambie wewe msichana. Amri ya 5 inasemaje wewe? Ndio, unasema kwa sauti. Waheshimu baba yako na mama? Hiyo ndio amri ya 5. Amri ya 6 wanaojua nitegemea wengi mnyoshe. Simejifunza muda mwingi sana. Amri ya 6 inasemaje?
Haya, kule nyuma kwa Yoshafati inasemaje? Amri ya 6 inasemaje? Usiue. Amri ya 7 Asa, usizini. Ya 8 Haya, Arfa hapo katikati tuambie ya 8 inasemaje? Usiibe. Haya, amri ya 9 inasemaje? Haya, huyu hapa mtoto anataka kuambia. Amri ya 9 inasemaje? Amri ya 9 inasemaje? Ana sauti ndogo lakini amepatia. Anasema usimshuhudie jirani yako nini? Uongo. Haya, na ya 10. Na ya 10 inasemaje? Wengine mnamnyosha. Huyu hapa shika daftari. Ya 10 inasemaje? Usitamani mali. Hizo anasema Mungu anawashauri kwamba mzifunge katika vibao vya mioyo yenu, itawalinda popote pale mnapofanyaje? Mnakokwenda. Mnasikia? Wakiwauliza swali lolote lile mtaweza kuwajibu. Mnasikia? Basi muda ni mchache, ningewauliza mengi sana. Najua mmejifunza mengi sana mnajua. Na hivyo basi mngeendelea kujifunza vingi kwa sababu ya muda. Nitawaita hapa hasa utatuhitimishia kwa ombi. Tutaendelea kujifunza mengi. Tutaendelea kujifunza mkutano wa walimu wenu huko. Tutakuwa nakuja kuwauliza ambacho mmejifunza. Bwana Yesu asifiwe. Basi hii ndio darasa la watoto ambao tumeendelea kujifunza vitu vingi sana. Mambo ambayo watu kaenda kule nominal, wazee wachungaji hawezi kuvijua na hawezi kuvieleza. Washiriki unakuta kanisa zima hata amri 10 za Mungu hawazijui, lakini huko kwa watoto kwa sababu ni agizo la Mungu natoka kwenye ukweli, lazima tufahamu tunajifunza na kwa kwenye ukweli ni rahisi sana kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uko kwenye ukweli, lakini uko kwenye uongo unatilia kwanza mashaka na inakuwa ni vigumu kuelewa kwa sababu unajifunza kwa mashaka na sehemu ulipo. Lakini ukishaondoa mashaka na sehemu ulipo, ni vyepesi sana kuelewa na kuweza kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitawaita hapa Asa utatilimishia kwa ombi na mtapiga magoti tutaomba. Asa tutimishie kwa ombi. Basi mrudi mkakae. Ndio mkakae msipige kelele. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapo tulikuwa katika kipindi kifupi cha watoto ili tuendelee kujua maendeleo ya washiriki wote kuanzia watoto hadi watu wazima. Maana unaweza kumekaa hapo kama hujui hali joto ya mwanae inaendaje, inakuwa shughuli kubwa. Unajikuta mzazi unaendelea kuwa na afya ya kiroho lakini mtoto hujua anaendeleaje. Kwa lazima tuweze kujua wanaendeleaje ili waweze kusema wao kama wao. Maana pambano kule huko mbele yetu linamhusu kila mmoja mmoja. Hakuna atakayebebwa. Kwa lazima watoto pia wafundishwe kwa na usimamo waweze kusimama. Kwa sababu watu kiangalia katika pambano kuu enzi zilizopita waliweza kusimama, watoto wao kama wao waliweza kujisimamia kwa sababu walikuwa wamefundishwa hivyo tangu utotoni. Hivyo basi usipokuwa makini ukaangalia mtoto wako anaendeleaje, kuna hatari kubwa ya kumwacha akajikuta unasema peke yako kwa sababu ulikuta ukijitunza mwenyewe lakini ukufuatia hali joto ya mwanae. Basi tunapomaliza kipindi cha kwanza sehemu ya watoto, tutapenda tuendelee katika sehemu ya pili tunapoenda katika saa za mchana. Na tukirejelea katika fungu letu kuu, aliyepata Hagai 2 fungu la 8, tutaweza kutusomea hapo. Hiyo ni mstari wa 8 kitabu cha Hagai. Ndio. Hagai 2 mstari wake wa 8. Naam. La Mungu sema Ndio. Fedha anasema Ndio. fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema kwamba fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema nani? Asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo basi kabla ya kwanza pointi ya kwanza tufahamu na kuelewa kwamba kila kitu hapa duniani
kimekuwepo vingi sana, vimehitaji fedha, na kama mwenye hekima anavyosema kwamba na fedha huleta jawabu la mambo yote, lakini hiyo fedha tujue ni ya nani? Ni ya Bwana, na dhahabu ni ya Bwana. Kwa hiyo kabla ya kuendelea mbele, tujue ya kwamba pasipo Bwana hatuwezi kuvipata hivyo vitu, kwa sababu ni vya nani? Ni vya kwake. Mchana wa leo, somo la leo linasema, ni somo lenye swali kwamba je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Katika hii dunia tumekuwa tukishuhudia vitu vingi sana, na watu wengi sana wamekuwa wana hofu na vitu vingine vyote, lakini hawana hofu juu ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu giza limefunika dunia na watu hawamjui Mungu, na ndio maana wamepoteza hofu mbele zake. Ndio maana wanakuwa na ujasiri wa kutenda mambo makuu mbele za Mungu, kwa sababu hawamjui na wako radhi kumtendea chochote kile Mungu anachokitaka. Ni kwa sababu gani? Bado hawajamjua. Lakini je, sisi ambao tumeshamjua Mungu, tunadirije na Mungu wetu? Tunasimamaje na Mungu wetu? Katika kitabu hiki tutaendelea katika kitabu kimoja cha maombi, kinaelezea jinsi maisha halisi ya Mkristo yanavyopaswa kuwa, kwamba maisha ya Mkristo yanapaswa kuwa maisha ya kupokea na kutoa. Hiyo ndio kanuni ambayo ilianzia tangu hata mbinguni. Tunaona hapa duniani ya kwamba Mungu alipoupenda ulimwengu aliweza kutoa. Hakupenda ulimwengu akaishia tu kuupenda. Aliupenda kisha afanyeje? Akatoa. Kwa hapo Mungu akatufundisha kanuni kwamba mwanadamu maisha yake halisi ni maisha ya kupokea na kufanyeje? Na kutoa. Mwanadamu akiishia kupokea tu anaweza kupata madhara, na akiishia kutoa tu anaweza kupata madhara pia. Hebu fikiria kwamba kila siku unaishia kupokea nguvu za mwili kutoka kwenye chakula, lakini hizo nguvu uzitoi. Hapo siku utakuwa na shida baadaye. Kwa hiyo kanuni ya mwili ni kupokea na kutoa. Hivyo hivyo kanuni ya maisha katika maeneo yote, kwamba ni kupokea na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuweze kusoma kitabu hiki cha maombi, ile sura ya 31 inayosema kuomba ili kutoa, ukurasa wa 340. Kwa Kiingereza ni ukurasa wa 307 aya ya pili. Anasema kwamba maombi yetu hayapaswi kuwa maombi yenye ubinafsi ya kujipatia vitu faida yetu wenyewe tu, kwamba tunapaswa kuomba ili tuweze kutoa. Kanuni ya maisha ya Kristo lazima iwe kanuni ya maisha yetu. Anasema kwa ajili yao yeye alisema, akizungumza juu ya wanafunzi wake, kwamba anajiweka wakifu ili nao watakaswe. Kujitoa vile vile, kujia mhanga kwa namna ile ile, utiifu ule wa madai ya neno la Mungu ambao ulidhihirika katika Kristo lazima uonekane kwa watumishi wake. Utume wetu kwa ulimwengu sio kujitumikia au kujifurahisha wenyewe. Tunapaswa kumtukuza Mungu kwa kushirikiana naye kuwaokoa wenye dhambi, na tunapaswa kuomba baraka kutoka kwa Mungu ili tuweze kuwasiliana na wengine, na uwezo wa kupokea kutoka kwake au kupewa naye kuhifadhiwa au unakuwepo tu kwa kutoa. Hatuwezi kuendelea kupokea hazina ya mbinguni bila kuwasiliana na wale wanaotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba hapa ameeleza kofia kwamba ili maisha yaweze kuwa bora na maarifa yaweze kuongezeka, lazima kuendelee kuwepo, kupokea na kuendelea kutoa. Kwamba ukiwa na vitu au ukiwa na maarifa, ukasema kwamba ukaenea usiyatoe, huwezi kuongeza maarifa. Maana utaendelea kujifunza, utakumbana na maswali ili uweze kujifunza. Lakini ukishajua kitu hiki ni kweli, ukaendelea ukanacho kimya ili watu kuhoji, itakuwa ngumu sana kuendelea kufahamu vitu vingi sana ambavyo ulipaswa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunaona kwamba maisha ya Mkristo siku zote ni maisha ya kutoa na kujitoa. Tunapoendelea hapa tuweze kusoma kwanza kitabu cha Malaki 3 fungu la 7 hadi la 8. Fungu la 7 hadi la 8. Tuweze kuona jinsi ambavyo Mungu analaumu kwa wanadamu na jinsi ambavyo anatoa wito. Anasemaje? 3 mstari wa 7. Ndio. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande. Ndio, hapa sasa ni Mungu yuko anatoa taarifa ambacho kimeweza kutokea kati ya Israeli ya zamani na Israeli ya leo, ili tuweze kufahamu. Najua kwa katika njia ya utengenezaji huwezi kutengeneza yote, lakini kama hapa kutengeneza usiapuzie. Lazima tuweze kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Matengenezo yamejaa katika sekta nyingi sana. Unaweza kutengeneza hiki, kesho ikoje tena itabidi utengeneze tena kwa mujibu wa miandikwa. Kwa hiyo kila kuchao watu wa Mungu lazima tuendelee kutengeneza ili ya kwamba tuweze kukamilika katika neno la Mungu na tuweze kusonga mbele. Maana tusipotengeneza yote
tukajikuta tumepungua katika neno moja, Mungu anasema kwamba bado umepungua katika neno moja, kwamba tumepima katika mizani nasi tumeonekana tumepungua. Kwa hiyo lazima tuendelee kutengeneza katika sehemu zote, ili ya kwamba sije ukajinyima vingi sana ukaje hapa ukajifunza ukweli, lakini kuna kitu kimoja cha muhimu sana umekiacha, mwisho wa siku ukawa kuachwa. Kwa hiyo lazima uambie ukweli, kwa sababu uko kwenye ukweli ili uweze kuokolewa, kwa sababu hapa umepata uchungu na ukweli. Hivyo basi kupata uchungu na ukweli lazima uendelee kuambia ukweli, kwamba maeneo gani lazima uendelee kuyatengeneza, kule ilikuwaje na huko ilikuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana ukifika huko atakuhoji sana kwamba yeye ameshajua ukweli kila kitu, lakini anauliza juu ya zaka na sadaka itakuwaje, kwamba juu ya matoleo mimi namuogopa Mungu wangu, kana kwamba akija huko hawezi kutoa. Kwa lazima tuwaeleze ya kwamba akija huko zaka itaenda wapi na itafanya kazi gani. Bwana Yesu asifiwe. Basi endelea kusomea fungu. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande. Naam. Mkayaacha maagizo yangu. Ndio. Wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Amina. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba Mungu anasema nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Sasa tumeshamrudia Mungu na anataka turudie. Sasa tumrudie kwa namna gani? Anaendelea kutoa mashauri. Tusome katika kitabu cha Maombi kurasa wa 342 sura ya 31. Tuweze kuona Mungu anasemaje. Anasema kwamba kama mpaji wa kila baraka ambaye ni Mungu, anasema Mungu anadai sehemu fulani ya vyote tulivyo. Hili ni fungu lililo katika mpango wake ili kuendeleza mahubiri ya Injili. Na anaendelea kusema kwamba na kwa kumrudishia Mungu tunakuwa tumeonyesha kusamini kwetu ahadi zake. Lakini tukimzuilia kile ambacho ni chake mwenyewe, tunawezaje kudai baraka zake? Yaani ya kwamba Mungu anapokudai mrudishie. Je, unaweza kupata ujasiri watu wa kumdai kwamba akufungulie madirisha mbinguni, kwamba akubariki na umeshamzuilia kile kitu chake? Sio basi tunaona kwamba ujasiri unakosekana kumrudishia Mungu, wa kumdai Mungu atubariki wakati tumeshamzuilia kitu ambacho anakidai. Anasema kwamba anaendelea kusema kwamba ikiwa sisi ni mawakili wasio waaminifu wa mambo ya duniani, je, tunawezaje kumtarajia yeye kutuamini kwa kutukabidhi vitu vya mbinguni? Huenda ikawa hapa ndio siri ya maombi yasiyojibiwa, kwamba Mungu anapotutazama katika maisha yetu ya duniani, kudili kwetu na wenzetu, majirani zetu, marafiki zetu, anaona kwamba hatuko waaminifu. Je, anawezaje kutufungulia baraka zake? Je, tunaweza kuwa waaminifu kwake? Maana yeye tusemuona, yeye ambaye tunamuona hatuko waaminifu kwake. Je, kwa tusemuona akisema tufungulie baraka zake itakuwaje? Hivyo basi Mungu anazidi kutoa ushauri. Anasema kwamba lakini Bwana katika rehema zake yuko tayari kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yuko tayari kusamehe kwa yote anayemwendea. Anasema kwamba naye anasema tuone sasa anasemaje katika ile Malaki 3 fungu la 10 hadi 12. Anaendelea kusemaje? Bwana yuko tayari kusamehe na yuko tayari kurehemu. Tusomee Malaki 3 fungu la 10 hadi 12. Teni zaka kamili ghalani. Ndio. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Naam. Kanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi Mungu anatoa wito wa rehema kwamba tumrudishie kicho chake, kwamba wanadamu wamebia Mungu. Wamekusanya kwa Bwana isivyo na wakazuilia. Baada ya kuzuilia ikaonekana ni wahitaji kwa sababu wamezuia. Kwa sababu wanapoendelea kutoa na Bwana azidi kujitoa kwao, lakini wakiendelea kuzuia na Bwana azidi kujizuia kwao. Hivyo basi anasema kwamba tumrudishie yeye zaka na sadaka ili ya kwamba tuone kama hawezi kutubariki na kutukirimia na kuona kwamba nafasi haijatoshi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kusoma kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, ile sura ya 57. Sura ya 57 inasema kwamba umepungukiwa na neno moja. Huu ulikuwa ni ujumbe kwa yule kijana tajari mwendea Yesu, ambaye alikuwa ni mjumbe katika ile baraza la Sanhedrin. Yeye alipenda vitu viwili vyote. Alipenda uzima wa Mungu, alipenda ufalme wa mbinguni, lakini pia alipenda dunia. Hasa nini kilitokea baada ya kufika kwa Yesu? Sikiza anavyosema. Ni katika ule ukurasa wa 394 aya ya 3. Anasema kwamba huyu kijana baada ya kumwendea Yesu akampatia Yesu masharti magumu. Yesu akampa masharti yule kijana. Ndipo yule kijana sasa akawa ameshindwa mtihani, akaona bei ya uzima ni kubwa sana.
Hivyo basi na sisi leo Yesu anapokuja kwetu akitupatia, tunaweza kuwa tumekuja hapa lakini tukawa tunajua kwamba Yesu anataka nini kwetu. Je, ukija kusikia anataka nini kwako, utaweza kujitoa kweli? Anasema ikiwa hiyo kijana angetambua thamani ya zawadi iliyokuwa imetolewa, angejisajili haraka sana kwa mmoja wa wafuasi wa Kristo. Alikuwa mjumbe wa baraza lililoheshimiwa la Wayahudi, na shetani alikuwa anamjaribu kwa matarajio ya fahari ya siku za usoni. Yeye anasema kwamba alihitaji hazina ya mbinguni, yaani alihitaji uzima wa milele wa mbinguni, lakini pia alihitaji manufaa ya fahari ya kidunia ambayo angeyapata katika utajiri wake. Yeye alihitaji vitu vile vyote. Lakini alifika kwa Yesu akaona bei imekuwa kubwa na mtihani umekuwa mzito. Sasa anasema aliumia kwa sababu ya kuwepo kwa masharti hayo. Alitamani uzima wa milele lakini hakuwa tayari kutoa kafara. Bei ya uzima wa milele ilionekana kuwa kubwa sana na akaenda zake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba huyu tajiri kijana alikuwa na mali nyingi. Alikuja kwa Yesu. Yesu akamwambia kwamba kauze vitu hivyo navyo wagawe maskini na wahitaji, ndipo uje nifuate. Akaona hiyo ni bei kubwa sana na ni mtihani mzito sana, kwa sababu yeye anapenda mali za duniani lakini pia anatamani uzima wa milele. Lakini Yesu baadaye akawaambia wake kwamba hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mmoja atampenda huyo na atamchukia huyo, kwamba ni kuchagua kwamba hazina yako niweka wapi, mbinguni au duniani. Hivyo basi huyu kijana akawa ameshindwa kujituka msalaba wa Yesu aliyompatia, na akawa ameshindwa mtihani kwa sababu aliogopa bei kubwa ya kuingia mbinguni, kwamba ni kujitoa muhanga. Bwana Yesu asifiwe. Sio jambo rahisi kusema katika upinzani na watu wengi hivyo. Ni kujitoa tu muhanga, ya kwamba huu kweli na ufuata wa gharama wao yote najitoa muhanga. Lakini sasa wengi wanaogopa hiyo bei kubwa. Anaogopa fulani muonaje, akijitoa itakuwaje? Ameshaujua ukweli lakini anaogopa kuutoa. Hivyo basi siku kwa siku anazidi kudumaa kiroho, na mwisho wa siku anarudi alipokuwa, na mwisho wake unakuwa ni mbaya sana kwa sababu ameujua ukweli ameshindwa kuutoa. Kwa sababu kanuni ya maisha ni kupokea na kufanyaje na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu tusome hapa kipindi kipengele cha 195 hii aya ya mwisho. Anasema kwamba wafuasi wa Kristo wanapomrudishia Bwana kilicho chake, wanakuwa wanakusanya hazina ambayo watapewa wakati watakaposikia maneno kwamba vema mtuma mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuizarau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti chake cha enzi. Anasema furaha ya kuona roho zilizokombolewa, roho ambazo zimeokolewa milele, ndio sababu ya wote wanaokanyaga miguu yao katika nyayo za yeye aliyesema unifuate. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi roho nyingi zinaweza kuokolewa tunapowatuma wajumbe kwenda sehemu za mbali. Hasa wataendaje? Ni kwa zaka yako na zaka yangu ndio inaweza kuwategemeza wakaenda sehemu za mbali kuweza kuleta wajumbe wa Bwana. Lakini pia Bwana anazidi kulaumu kwamba watu wake wamemwibia. Hivyo basi Mungu anazidi kuteta kanisa lake leo ambao wameamua kumfuata lakini masharti kama kwamba hawatimizi. Hivyo basi Mungu anazidi kutoa lawama kwamba tumemwibia zaka na zabihu. Tumemwibia sehemu iliyo yake. Mungu hataki iliyo yote. Hataki yote lakini anataka sehemu iliyo yake. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuweze kusoma kitabu kile cha katika kitabu kimoja kinaitwa Mashauri juu ya Wakili. Tunapoendelea leo nitatembea na leo nabii kidogo. Tuweze kusoma kitabu cha Mashauri juu ya Wakili. Mashauri juu ya Wakili. Tutaweza kusoma hapo, tuweze kuangalia maneno kadhaa na tushauri Bwana ili tuweze kuona, maana tukiona kwamba tumesema katika ukweli lazima tuweze kuambiwa ukweli. Maana ukiwa kwenye ukweli tukiambiwa ukweli hauwezi kuumia, maana utafanya matengenezo kila sehemu ili uweze kujibu nini huko unakoenda. Lakini ukiwa sehemu ambayo unatilia mashaka, ukiambiwa ukweli lazima uumie. Ukikosolewa lazima uumie, lakini ukiwa kwenye ukweli unafurahi kwa sababu ungepotea na wako tumejinyima vitu vingi sana. Unajikuta unapotea kumbe ulikosea kitu kimoja ambacho ulikuwa umekipuzia. Kwa lazima tufahamu nini cha kufanya ili tuendelee kutengeneza, tuendelee kuwa wakamilifu katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Basi ngoja nisome dondoo moja hapa nabii anavyosema katika ule kurasa wa 92 tuweze kusikia Bwana anasema. Andasoma maneno kadhaa hapa.
Tuweze kusoma. Kwa hiyo hapa nitapenda tusikilize. Hapa niko nasoma lakini unayesikia ni kana kwamba nakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kutengeneza, tuweze kujua. Hapa ni Mungu anasema na sisi kupitia watumishi wake. Kwa nasi lazima tusikilize anavyosema ili tuweze kujua cha kufanya. Maana anasema kwamba kupitia mali wengi sana wataweza kurudi nyuma. Na tunakoelekea huko mbele, wengi ambao wameendelea kuweka mioyo yao katika mali zitakuja kwa milima na ukweli watauacha, na mwisho wote itakuwa ni kutayari na kuacha ukweli kwa sababu ya kutofa maslahi ya dunia hii na kwa sababu ya kutopenda kujitoa kwa Mungu. Hivyo basi lazima tuweze kujua kwamba hizi mali hizo nazo Bwana anataka tuzifanyie nini. Anasema katika ule Ukurasa wa 92 sura ya 25 inasema wajibu wa mtu mwenye talanta moja. Anasema wote wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa maskini, wamepewa talanta na Bwana, wengine zaidi na wengine kidogo, kwa kadiri ya uwezo walionao. Mibaraka ya Mungu itawakalia wafanyakazi walio na moyo, upendo na bidii. Vitega uchumi vyao vitafaulu, nao watajipatia roho kwa ufalme wa Mungu na hazina ya milele kwa ajili yao wenyewe. Anasema wote ni mawakili waaminifu na wamekabidhiwa mali ya mbinguni. Kiasi cha talanta kimegawanywa kwa kadiri ya uwezo kila mmoja alionao. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu mwenyewe anayetoa. Anajua kwamba wewe uwezo wako unaweza kufikia hapa ndipo uweze kubadilika wala kengeuka. Hivyo basi unaweza kumwomba zaidi lakini akakupatia vitu ambavyo haukuomba. Yeye anajua kwamba akifanya hivi na hivi anaona mbele kwamba nini kitatokea, atakupoteza. Hivyo basi lazima aendelee kulinda na aendelee kuongoza katika njia ya uaminifu, katika njia ile tu ambayo anajua kwamba utaendelea kuwa mwaminifu na utaendelea kumtegemea yeye. Anasema kwamba Mungu humpa kila mtu kazi yake, naye anategemea matoleo ya ulinganifu kwa kadiri ya amana zao mbalimbali. Hadai ziada ya talanta 10 kutoka kwa mtu ambaye alimpa talanta moja tu. Hategemei kwamba mtu aliye maskini atoe sadaka kama mtu aliye na mali nyingi. Hategemei kuona kazi ya mtu dhaifu kuwa ya nguvu kama ya mtu aliye na afya nzuri. Na anazidi kusema kwamba Mungu atakubali talanta moja iliyotumiwa kwa ubora sana, kwa kadiri ya kile mtu alichonacho na wala sio kwa kadiri ya kile asichonacho mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba tunatoa kwamba tuna mali nyingi au kwamba tunatoa kwa sababu tunavyo kutoa. Tunatoa ni kwa sababu tunajua umuhimu wa kutoa na tunayemtolea ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi hata kama ni ndogo hiyo, Mungu ataithamini sana kwa sababu umetumia kwa ubora na umemtolea Bwana Mungu wako kwa sababu unajua unayemtolea na unajua ni kwa nini unatoa. Anaendelea kusema kwamba Mungu anatuita watumishi, jambo ambalo linamaanisha kwamba sisi tumeajiriwa naye kufanya kazi fulani na kubeba majukumu. Ametukopesha rasilimali kama kitega uchumi. Kumbe mali zote ni kwamba Mungu ndiye ametukopesha. Yaani mali fulani wenye hekima katika kitabu cha Ayubu anasema kwamba sisi ni kama waajiriwa kwa Mungu. Kwamba muda wetu ukiisha anatoa kazini. Sisi ni kama vile tumeajiriwa kazini, kwamba ametukopesha mali zetu ili tuweze kumzalishia mali zake. Kwa anasema kwamba ametukopesha rasilimali kama kitega uchumi. Kwamba sio mali yetu. Tunamtukiza Mungu kama tunaificha na kuitumia tupendavyo mali ya Bwana wetu. Na anazidi kusema kwamba siku moja tutaulizwa kutoa maelezo ni jinsi gani tumetumia vizuri au vibaya kile ambacho Mungu ametukopesha. Ikiwa rasilimali hii ambayo Bwana ameweka mikononi mwetu inakaa bure au tunaifunika kwenye mchanga, hata ikiwa ni talanta moja tu, tutaitwa tutoe hesabu kwa Bwana. Hataki chetu, yani Bwana hataki chetu, ila anataka chake pamoja na riba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi swala kwamba kumbe kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuzingatia ili swala zima la zaka na sadaka, mali zetu, ili tuweze kuwa salama, maana Mungu anadili sana hapo. Siku moja anasema tutakuja kutoa hesabu kwamba tuitumiaje kile kidogo kikubwa alichotubarikia, ili tuweze kujua kwamba tunamtoa nani na ni kwa jinsi gani tumtolee. Unaona? Mwingine atakuwa anasikamba mtolee Bwana 1/10, hata hajui maana ya 1/10. 1/10 maana yake unachukua ile ambayo umepata kwa Bwana aliyokuazima, unaigawanya kwa 10. Hii inayopatikana unazidisha mara 2, basi ndio ya Bwana unamrudishia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Basi anaendelea kusema kwamba kila talanta inayorudishwa kwa Bwana itachunguzwa kwa makini sana. Kama jinsi ambavyo Yesu Kristo aliwachunguza wale Mafarisayo wakienda kutoa. Alikuwa akichunguza akiona wengine wanaenda kutoa kwa sababu wanajionyesha ili wajulikane, na hawakutoa kwa moyo wala kujikana nafsi wala kubeba msalaba. Lakini akamwona mmoja tu ambaye ametoa kwa kujikana nafsi na ametoa yote.
Hakutoa nyingi, atoa chache. Kwa Mungu hataki vingi wala vichache, maana anasema kwamba fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo anatujaribu hapo hapo tu, kwa maana hivi vyote ni vya kwake. Kwa hiyo haangalii kama umetoa vingi au vichache, anaangalia umetoa kwa moyo gani. Anasema kwamba kila talanta inayorudishwa kwa Bwana itachunguzwa kwa makini sana. Anasema matendo na amana za watumishi wa Mungu haviwezi kuhesabiwa kuwa ni vitu visivyo na maana. Yaani yale matendo na amana za watumishi wanaojitolea, Mungu hawezi kuvihesabu kwamba havina maana sana, japo wanadamu watavizarau, watazihaki. Unaona, tunaposimama na kuweka effort sehemu mbalimbali, watu wanapita wanazihaki, lakini wao ni ushuhuda ubaki ya kwamba ujumbe ulihubiriwa na watu wakapuuza. Kwa maana sisi tumepokea kwa Bwana, tunaenda kutoa, nao wataki kufanyaje? Wataki kupokea. Hizo basi nabaki kwa ushuhuda wa milele ya kwamba mahali fulani, sehemu fulani hubiriwa, nami nilipuuzia kuipokea. Hizo basi nabaki kuwa ni hasara kwake. Maana Yesu alisema kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote, ndipo mwisho tutakapofanyaje? Tutakapofika. Anazidi kusema kwamba kila mtu atashughulikiwa mmoja mmoja na atatakiwa atoe hesabu ya talanta alizokabidhiwa, kwamba amezitumia vizuri au vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kila mmoja mmoja mwenye mwili atashughulikiwa ambaye alipewa talanta. Na anasema kwamba zawadi itakayotolewa italingana na talanta iliyotumiwa vizuri. Kumbe kuna zawadi zitatolewa, lakini sio zawadi tu. Sikia, anasema na adhabu itakayotolewa italingana na talanta zilizotumiwa vibaya. Kumbe zawadi na adhabu zitatolewa kulingana na mali iliyotumiwa vibaya, kwamba umetumia vizuri au vibaya. Adondoi niko katika Divyo and Herald ile Februari 23, 1486. Anasema kwamba zawadi pamoja na adhabu zitatolewa kulingana na mali iliyotumika, aidha kwa uzuri au kwa ubaya. Kwa basi lazima tuwe makini, tuweze kuchunguza mali zetu, tuweze kuangalia jinsi tunavyomtendea Mungu. Je, kitu kipatacho tunamfikiria yeye? Maana hapo ndio sehemu kubwa watu wengi sana wamemwacha Bwana na wamejikwaa sana. Lakini sasa ambao tunatengeneza, lazima tuweze kujua tunachokifanya. Basi tunapoendelea, nitaendelea hapa kusoma. Anaendelea kusema pengine kimoja hapa, kurasa wa 93 hapa. Anasema kwamba asiwepo mtu yeyote wa kunungunika kwamba hakupewa talanta nyingi. Zile walizonazo zikitumiwa kwa utukufu wa Mungu zitaongezwa. Sasa si wakati wa kulilia hali yetu ya maisha na kutoa uzuri kwa kutojali kwetu kimarisha uwezo wetu, kwa sababu kwamba hatuna uwezo wa mwingine. Tukisema kwamba kama ningalikuwa na karama kama yake na uwezo, kwamba ningaliweza kuweka rasilimali kubwa kwa Bwana wangu. Hapana, Mungu ataweka kitu kama hicho. Anasema kwamba kila mmoja ana talanta na uwezo. Unaweza kujitolea muda, nguvu zako, mali zako kwa kazi ya Mungu. Ukajitolea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa basi Mungu atatuhukumu kuanzia katika akili alizotupatia, nguvu na afya, kwamba je, tulivitumiaje katika wakati huu wa amani na wakati wa dhoruba kuna karibia mbele yetu. Ndipo tutakapokurupuka, tutasema kwamba kazi ya Mungu kwenda mbele na mali nimebaki nazo, itakuwa hatari sana. Tusome katika ukurasa wa 87 tunapomalizia aya ya 3. Anasema kwamba 87 anasema kanuni za uwakili. Sura ya 23 inasema kanuni za uwakili. Anasema kwamba je, washiriki wote wa kanisa wanaelewa kuwa vyote walivyo navyo wamepewa ili wavitumie na kuvikuza kwa utukufu wa Mungu? Kwamba je, tunafahamu kwamba vyote ambavyo tunavyo Mungu alitukabidhi tuvitumie na kukuza utukufu wake? Hapo tukishaelewa hapo, Mungu anasema kwamba ataendelea kujidhihirisha kwetu. Maana kuna kitu kingine huenda makosa hapo tunaona kwamba maendeleo haendi mbele, kumbe siri kubwa iko kwenye sehemu hatujamjua Mungu bado katika swala zima la kumtolea, na tumekuwa tukimwambia siku kwa siku. Hasa kwa anakuja anasema kwamba je, tunajua ya kwamba vyote hivyo tukabidhi, ametukabidhi kwa utukufu wake? Anaendelea kusema kwamba Mungu anatunza hesabu ya kila mwanadamu katika dunia hii kwa uaminifu sana, na siku ya kutoa hesabu itakapofika, wakili mwaminifu asiyekosea hata jisifu, na wakili mwaminifu ambaye amekuwa akifanya kazi ya Mungu hapa duniani, yeye hatakuwa na muda wa kujisifu. Hata sema kwamba fedha yangu, bali atasema Bwana, fedha zako zimezaa fedha zingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama wale walioachiwa talanta. Bwana waliporudi, tunaona kwamba Bwana waliporudi
kila mmoja alikuta amezalisha fedha, amezalisha nyingine. Hivyo basi na Mungu wetu leo hapendi hasara kwa watu wake, kwamba hapendi tukae na kile kitu tulicho nacho, bali anataka tuweze kuzalisha na tuweze kuendelea kupata faida na kumletea Mungu kilio yake pamoja na riba yake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi anasema kwamba wakati watakatifu watakapokombolewa, wao wanasema kwamba Bwana, fedha zangu au mali zangu, bali watasema Bwana, mali zako na fedha zako zimezaa fedha nyingine. Kwa na maana ya kwamba karama, uwezo ulionipa sikukaa nao tu, bali niliweza kutumia kuambia wengine, ingawa walinichukia, wanifukuza, wanikataa, lakini wachache miongoni mwao waliweza kuzaliwa na kufuata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba mtumishi huyu ambaye mjitoa kwa Mungu, anasema anafahamu kuwa bila kuwa na kipawa alichopewa na Mungu asingepata faida yoyote. Anajisikia kuwa anapofanya kazi ya uwakili ametimiza wajibu wake. Rasilimali ilikuwa ya Bwana na kwa nguvu zake zilimwezesha kufanya kazi nayo ikafanikiwa. Jina la Bwana anasema litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema pasipo rasilimali hii aliyopewa asingepata maisha ya milele. Kumbe maisha yetu ya milele yanapimwa kwanza kuanzia pale kwenye rasilimali ambazo Mungu ametupatia. Mali zetu ambazo ametupatia, tunazitumiaje? Je, tunazitumia tukiwakilisha kwamba huko mbeleni tunaweza kufaa kwa uzima wa milele au hatuwezi kufaa? Hivyo basi maisha yetu ya milele yanaanza hapa duniani. Tunaweza kujiandaa hapa tukiishi tukionyesha ya kwamba tunafaa au hatufai kwa katika nchi ile mpya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapoelekea mwishoni, nitapenda tumalizie na kitabu kimoja hapa kinaitwa Wazee na Manabii sehemu ya pili. Kuna dondoo nyingi hapo pia Bwana ameweza kuonyesha na ameshauri. Ni sehemu ya pili katika ukurasa wa 174 aya ya pili. Taweza kupasoma hapo ukurasa wa 174 aya ya pili. Sura ya 50 inayosema zaka na sadaka. Anasema kwamba hasa hapa ningependa tuweze kusikiliza vizuri sana ili tuweze kujua wajibu tulionao, na tukiulizwa huko nje tujue kwamba zaka inafanya kazi gani na sadaka inafanya kazi gani. Maana tunatengenezwa kwa nini? Kwa imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ukija hakuna maneno ya hewani, kila pointi, kila unachokiona humu kimeandikwa kwa neno la Mungu. Hivyo basi anaendelea kusema kwamba Mungu alikusudia kwamba watu wake Israeli wapate kuwa wabeba nuru kwa ajili ya wakazi wote wa dunia. Kwa kudumisha ibada yake kwa watu wote, walikuwa wanatoa ushuhuda kuhusu kuwako kwa ukuu wa Mungu aliye hai. Na ibada hii ilikuwa ni ya manufaa kwao kuidumisha kama onesho la utii wao na upendo wao kwake. Anasema Bwana amepanga kwamba msambao wa nuru na kweli duniani utategemea juu ya juhudi na sadaka za wale ambao ni washiriki wa karama ya mbinguni. Angeweza kuwafanya malaika kwa mabalozi wake wa kweli wa kupeleka kweli yake, na angeweza kufanya mapenzi yake yafahamike kupitia malaika wake. Yaani Mungu alikuwa na uwezo kusambaza ujumbe kupitia wajumbe wake ambao ni malaika na kupeleka sehemu zote kupitia malaika. Lakini anasema kwamba kama vile alivyotangaza sheria kutoka Sinai kwa sauti yake mwenyewe, lakini kwa upendo na hekima yake visivyo na kikomo aliwaita wanadamu ambao ni wanyonge kwa watenda kazi pamoja naye mwenyewe, kwa kuwachagua wapate kutenda kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba kama jinsi ambavyo Mungu alitangaza sheria yake kutokea mlima Sinai, hivyo hivyo hata leo angeweza kutangaza ujumbe wake leo duniani kote kupitia ujumbe wake, lakini ameacha akachagua viumbe dhaifu, wanadamu, akakaa ndani yetu ili tupeleke ujumbe. Hasa anasema kwamba huu ujumbe hauwezi kufika mbali isipokuwa tu ni kupitia sadaka zetu na zaka zetu ziweze kupeleka nini? Ujumbe sehemu za mbali. Ndio maana tunasikia kwamba kila sehemu tumepita tukihubiri, wajumbe wameenda huko. Ni kwa sababu gani? Hiyo ndio kazi ya zaka na sadaka ya Bwana ambayo tunaitumia kwa tegemeza watumishi wa Bwana wakaweze kufanya kazi huko mbele, ili waweze kuokoa roho 2-3 kule, ili waweze kurudisha kwa Bwana. Na anasema kwamba katika siku za Israeli zaka na sadaka ya hiari zilihitajika ili kudumisha huduma za ibada ya patakatifu. Anasema, je, watu wa Mungu watoe pungufu katika siku hizi? Kanuni iliyowekwa na Kristo ni kwamba sadaka zetu ziwe katika uwiano na nuru ya manufaa ambayo mtu atayapata. Na anasema kwamba na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatekwa vingi. Ni katika Luka 12:48. Mwokozi alisema kwa wanafunzi wake pale alipowatuma kwamba mmepata bure, toeni bure. Yesu aliwaambia katika ile Mathayo 10 na fungu la 8. Anasema
kadiri ambavyo baraka zetu na manufaa yanaongezeka zaidi ya yote, kama ambavyo tunayo mbele yetu kafara isiyo na kifani ya mwana wa Mungu mwenye utukufu, je, shukrani yetu haipasi kuoneshwa kwa zawadi nyingi zaidi, ili kueneza kwa wengine ujumbe wa wokovu? Kwamba kazi ya Injili kadiri inavyopanuka huhitaji utoaji mkubwa zaidi, ili kuhimili kuliko ilivyokuwa hapo kale. Tunaona hapo kwanza kazi ya Injili kuenda sehemu chache, lakini hasa inazidi kupanuka kila sehemu, kila wakati inazidi kupanuka. Na inazidi kupanuka, itahitaji watu wa Mungu tuendelee kujitoa zaidi na zaidi, ili tuweze kuipeleka hii habari njema sehemu zote. Na haiwezi kwenda mpaka sisi wenyewe tujitoe, tuweze kujitoa kwa Mungu, maana hatuna sehemu nyingine ya kuzipeleka isipokuwa tu ni kwa Bwana, ili aendelee kuongeza hapo na aendelee kutubarikia hapo hapo. Na anasema kwamba, anaendelea kusema kwamba na hii kufanya sheria ya zaka na sadaka kuwa ya muhimu zaidi sasa kuliko ilivyokuwa chini ya desturi za kidini za Kiyahudi. Anasema iwapo watu wake wangelihimili kwa ukarimu kusudi lake kwa zawadi za hiari, Mungu angeliheshimiwa na roho nyingi zaidi zingeongolewa kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba watu wake wakiendelea kuheshimu sheria ya zaka na sadaka, kwanza hapo Mungu anaheshimiwa, kwa sababu Mungu alisema kwamba, kusema Samueli wa pili 2:30, kwamba wao wanaoniheshimu nami nitawaheshimu. Tukiendelea kumheshimu Bwana tu katika kujitoa kwetu, kwanza inahitaji kujitoa, na kujitoa kuna kanuni yake. Kanuni yake yenyewe inapotoka kwenye kitabu cha Yohana 3:16, kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee. Baba, ndio kuna kanuni kwamba kutoa kwanza lazima upende. Ukishapenda ndio utatoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huwezi kutoa bila kupenda. Tumekumbuka kwamba amesema kwamba kile kinachotolewa kwa Bwana kitachunguzwa sana, kwamba umetoa kwa kupiga panda au umetoa kwa kupenda. Lakini leo tunaonaje katika makanisa ya leo, jinsi ambavyo watu wanalazimisha, wanasimamisha pale mbele, anatangaza kwamba anatoa hiki kadhaa, anaambiwa bado mali friend kwa bado nominal. Wanaweka zihaka katika michango kwamba utatoaje hiyo ya nyanya, kwamba hiyo inaitwa ni ya rambirambi. Hiyo zote bado ni zihaka, mtu analazimishwa kutoa. Huo sio mpango wa Bwana, na hiyo sio injili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kule wao wana Yesu mwingine kwanza, lakini kitu kingine ni kwamba utoaji wa kule sio kama utoaji ambao Mungu aliwaagiza. Hebu tuweze kuangalia jinsi ambavyo leo wengi wanatoa, na nitapenda niweze kusoma kile kitabu cha ile kanuni ya msingi namba 16. Tuweze kuona jinsi ya kukusanya matoleo kwa Bwana. Tasoma hapa jinsi unaweza kuona jinsi ambavyo mpango wa Mungu kuweza kupata fedha za kupeleka ujumbe sehemu za mbali ulikuwaje. Anasema kwamba mpango wa Musa wa kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa hema ya kukutania ulifanikiwa sana. Anasema ubembelezaji haukuhitajika. Unaona? Au kutumia mbinu zile ambazo makanisa katika siku zetu hizi mara nyingi yanatumia, kwamba hakukuwa na haja ya kwanza kuwabembeleza, maana kila mtu anafahamu wajibu wake na anajua anayemtolea ni nani na anajua anatoa kwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza leo mbinu ambazo makanisa leo yanazitumia. Anasema Musa hakuwakaribisha watu katika matukio ya sherehe au kucheza na maburudisho ya jumla ili waweze kutoa. Anasema kwamba wala kuanzisha bahati nasibu wala chochote chenye utaratibu huu wa kidunia ili kupata fedha za kusimamisha hema ya kukutania kwa ajili ya Mungu. Anasema Bwana alimwagiza Musa kualika wana wa Israeli kuleta sadaka. Alitakiwa kupokea sadaka kutoka kwa kila mtu aliyetoa kwa hiari kutoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kuulizwa kwamba utatoa ngapi, sio kuulizwa kwamba kwamba utatotolea kadhaa ili uweze kufika kadhaa. Huo sio mpango wa Mungu. Anasema kwamba kila mmoja anatoa kwa hiari kutoka moyoni mwake, kila ambacho anawewe na Bwana wake. Kila mmoja ambaye moyo wake kupenda anaweza kutoa, lakini sio kupangiwa na wala sio kuambiwa au kulazimishwa kama ambavyo wengi leo wanafanya. Anasema kwamba na sadaka zilikuja kwa wingi mno kiasi kwamba Musa aliwaambia watu kuacha kuleta, kwa kuwa walikuwa wameleta kiasi cha kuzidi kilichotakiwa kutumika. Hapa ni kwa sababu gani? Walitoa kwa moyo wa kupenda. Kwanza walipenda kazi ya Mungu. Kwanza pia walimjua Mungu anayemtumikia ni nani. Hivyo basi walikuwa na uwezo wa kumtolea, kwa sababu anajua kwamba Mungu wao alikuwa ni moto urao, na Mungu ndiye anayebariki, na huyu Mungu ndiye anayewapatia mvua na jua kwa ajili ya nyakati za mavuno na nyakati za nini? Za kilimo. Hivyo basi tunapoelekea mwishoni, tunaona kwamba katika watu wake leo anasema
Kwanza niweze kusoma hiyo msingi namba 16, kanuni ya msingi, tuweze kuiona inasemaje. Tuweze kuona kwa sababu hizi ni tofauti katika hizi za waasisi walishaurije. Anasema kwamba mali kwa ajili ya kusaidia kazi ya kiinjilisti miongoni mwa wanadamu, mali ambayo ni zaka na sadaka pamoja na matoleo mengine. Hii kazi yake kabisa ni kusaidia kazi ya kiinjilisti au kupeleka injili sehemu za mbali. Hivyo basi huko nje ukikutana na maswali kama hayo, waambie kwamba inasaidia kupeleka kazi ya kiinjilisti sehemu za mbali. Ndio maana tusikia sehemu mbalimbali kama Midao, Muungano, sehemu mbalimbali Kigoma, kwamba hawajafika kwa uwezo wao, ila tu ni kwa ajili ya upendo ambao watoto wa Mungu wamejitolea kwa Mungu na wamejua kwamba umuhimu wa Mungu anayemwabudu kuweza kumtolea. Hivyo basi wanapoitoa fulani na fulani unaweza kuokolewa. Ingawaje yuko mbali, lakini mali zetu na matoleo yetu yamewezesha watumishi wa Mungu wamefika mbali na wamtolea Mungu. Hivyo basi tukizembea katika kutoa, Mungu anaendelea kutudai na ataendelea kulaumu kanisa lake kwamba wanazidi kumwibia kila kuchao, kwa sababu anasema tumwibia zaka na dhabihu. Hivyo basi anasema kwamba siku kwa siku kanisa itazidi kudorora. Kwa sababu gani? Anapotazama hivi anaona miongoni mwetu wapo watu kadhaa wawili ambao hawajamjua Bwana, wamemwibia Bwana. Lakini pia tuendelee kusoma katika kanuni ya msingi namba 16, tuweze kuona jinsi ambavyo makanisa mengine yanakusanya, ni tofauti kabisa na ambavyo Mungu alielekeza kanisa lake la awali. Anasema kwamba mali kwa ajili ya kusaidia kazi ya kiinjilisti miongoni mwa wanadamu inapaswa kutolewa kutokana na upendo kwa Mungu na upendo wa Roho, sio kukusanywa kwa bahati nasibu ya kanisa au hafla zilizokusudiwa kuchangia tabia ya kufurahisha mpenda dhambi kama vile maonyesho, sherehe, karamu za oyster, chai, ufagio, punda na makusanyiko yenye wazimu. Hizi zote ni aina za michezo ambazo wanaamua kuzibuni ili watu waweze kutoa. Lakini hizo mbinu zote ambazo zinatumika katika desturi za kidunia katika makanisa ya leo, Mungu amekataza. Ila anasema kwamba tuweze kutoa kutokana na upendo kwa Mungu na upendo wa Roho. Na anasema kwamba sehemu ya mapato ya mtu inayohitajika katika kipindi cha awali, yani zaka, inapaswa kutumika kwa ajili ya injili, kwamba ni sawa na Abraham ambaye sisi ni watoto wake ikiwa sisi ni wa Kristo. Soma ile Galatia 3:29, kwamba alilipa kwa Melkizedeki aliye mfano wa Kristo alipompa sehemu ya 10 ya yote. Soma ile Ibrania 7:1-4. Anasema kwa jina ni ya Bwana. Ukisoma ile mambo ya Walawi kwamba zaka ni ya Bwana, yenyewe ni lazima irudi kama ilivyo. Hiyo zaka ni ya Bwana na Bwana anaendelea kudai zaka yake. Na kwa jinsi hii inaonekana kwamba watu wa Mungu hawajui namna ya kutoa zaka, kwa lazima waelekezwe, wafundishwe ili wasiendelee katika makosa. Na wakati Mungu anasema kwamba usipomwelekeza katika makosa utakumbia potea wewe, lakini pia naye atakuwa amepotea. Kwa hiyo kumwambia mapema itabaki uamuzi kwake kwamba namna ya kutoa zaka. Yakobo aliposema kwamba kama Bwana akinilinda nitamtolea sehemu ya 10 ya fungu langu. Hasa sehemu ya 10 maana yake ni nini? Tumesema kwamba mali zote uzozipata unagawanya kwa 10. Ile ndio ipata ndio ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishapata ya Bwana amesema hiyo ni matoleo ya kwanza, lakini pia anasema matoleo ya pili ambayo ni sadaka, kwamba sadaka yenyewe haiwezi kukisiwa, kwamba sadaka yenyewe inabidi ilingane au izidi zaka, lakini zaka yenyewe iko pale pale, ni sehemu ya 10 tu. Lakini matoleo ya pili anasema, tuangalia pale ndio kusemaje, kwamba na sehemu hii ya 10 ya mapato ya mtu pia inapaswa kuongezwa na matoleo kutoka kwa wale wanaoweza kwa ajili ya kuwezesha injili. Ukisoma ile Wakorintho wa pili 9:6 kwamba kila mwenye kutoa kwa moyo wa nini? Wa ukunjufu, na Malaki 3:8. Kwa tunaona kwamba kumbe leo makanisa mengi na wengi sana wamefungwa huko kwa sababu ya kutafuta maslahi binafsi, na anawaza kwamba ataanzaje tena kutoa zaka na sadaka. Ujumbe ni rahisi kupokea, lakini amefungwa na kamba za dunia, maslahi binafsi. Anaona sehemu alipo anapata vitu fulani ambavyo ni muda mfupi. Hivyo basi hata ujumbe kupokea inakuwa ngumu sana. Lakini sasa leo tumeshamtoa Bwana, lazima tutamtoleaje Bwana na tunamtolea kwa njia gani? Tumeshaona kwamba sio kwa njia ya kusisimua mwili au msisimuko au hafla au sherehe mbalimbali au kutengeneza effort kwanza kuhojiana kwamba unamtolea ngapi, kwamba hiyo hamna, haifai wewe ongeza. Hiyo haipo kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi anapomalizia hapa anasema kwamba Mungu amewafanya watu kwa mawakili wake. Mali aliyoweka mikononi mwao ndiyo njia ambayo ameitoa kwa ajili ya kuieneza injili. Kwa wale wanaojionyesha wenyewe kuwa mawakili waaminifu,
atatoa dhamana kubwa zaidi. Anasema Bwana kwamba wao ndio niheshimu, nitawaheshimu. Ile Samueli wa kwanza 2:30. Mungu humpenda yeye atoe kwa moyo wa kunyofu, na pale ambapo watu wake kwa mioyo ya shukrani wanaleta zawadi zao na sadaka kwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, baraka zake zitaambatana nao, kama ambavyo ameahidi kwamba iteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula au ujumbe pelekwe ndio chakula katika nini? Katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Na Bwana anasema kwamba ukimtolea Bwana, anasema ukimtolea Bwana hautapungukiwa wala hutajuta, bali usipomtolea utazidi kuwa mhitaji na utajuta sana. Maana anasema mahali fulani mwenye hekima kwamba anasema kwamba kuna tawanyaye lakini uelekea nini? Uhitaji. Kuna zuiaye, kuna tawanyaye kuongezewa zaidi, na kuna zuiaye kuelekea uhitaji. Kwa hiyo tukiendelea kubana na kuzuia kumtolea Bwana, Bwana atazidi kutufanya tuonekane ni wahitaji sana. Lakini tukijitoa kwake na mali zetu, Mungu anazidi kutuongezea na kutukimia na kuendelea kuboresha vipawa vyetu na kuendelea kutuongoza mbele hadi mwisho wa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Basi kufikia hapa ujumbe wa leo, tumeona ya kwamba Mungu anatuita leo sasa tuweze kujitoa kwake, tuweze kujipeleza mioyo yetu kama kanisa, kwamba tumekosea wapi, tumekosea Mungu katika mali zetu, kwamba tumekuja kwa Bwana lakini nakuta kama yule kijana tunaona kama vile bei kubwa, hatuko tayari kumtolea. Lakini Mungu anatoa tangazo leo ya kwamba hakuna yeyote atakayeingia mbinguni hata kama na maarifa kiasi gani, kama bado ataendelea kuwa na ubinafsi na kasoro za uchoyo. Huyo mbingu hana nafasi katika ufalme wa Mungu. Hivyo basi lazima tuweze kuchunguza kwa kadri ya ujumbe tunavyofahamu kwamba tusiwe binafsi wala choyo. Lazima tuweze kutoa kwa wengine, lazima tumtolee Bwana, ujumbe uende mbali, na ujumbe unapoenda mbali tusiwe kama vile tulikuwa tumekalishwa kule nomino ya kwamba nyewe tueni fedha waende kuhubiri injili, kwamba tunaweza kutoa safi tunakaa. Hapana, lazima tuhubiri sehemu za karibu, na sehemu ambayo inapohitajika kwenda injili lazima tujitoe mali zetu, kazi kafanyike kule mbele, na sisi tutabaki tunafanya kazi ya Bwana. Tusikae tu kwamba wajumbe wameenda kuhubiri. Lazima sisi tufanye kazi yetu ili waweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi ngoja tuangalie hapa kuhusu dhambi ya mtu mmoja anaitwa Akani. Kusoma historia yake unaweza kupata vizuri katika kitabu cha Yoshua 7. Dhambi ya Akani ukisoma vizuri kabisa historia ya Akani inaweza kuwa ni inaaksi hadi kwa makanisa ya leo. Hasa anasema kwamba haitakiwi iwe hivyo kwa kanisa la Mungu. Anasema kwamba dhambi ya Akani ilileta maafa kwa taifa zima. Tunaona kwamba hapa kwa ajili ya dhambi mmoja, maana alikiuka maagizo ya Bwana kwamba mtakapoenda kuteka ile mtakachokiona pale msiweze kukichukua. Lakini akafika pale, alipofika pale akakuta vitu vizuri sana, joo nzuri sana za Babeli. Basi yeye akajitwalia akaficha mchangani. Ndipo Mungu akaanza kulaumu kwamba Israeli wameniacha. Sasa anaendelea kusemaje? Anasema kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja chuki ya Mungu itakaa juu ya kanisa lake hadi dhambi ile imetafutwa na kuondolewa. Kumbe tunaona kwamba Mungu anaweza kuchukia kanisa lake, lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja tu. Lakini anasema kwamba asali ya kuogopwa na kanisa kuliko zote si ya wapinzani wale wawazi, makafiri na wanaokufuru, bali ni ya wale wanaomkiri Kristo kwa kigeugeu. Hawa ndio wanaozuia baraka za Mungu wa Israeli na kuleta udhaifu juu ya watu wake na juu ya kanisa lake. Anasema wakati kanisa lipo katika matatizo, wakati ubaridi na mdororo wa kiroho ukitoa nafasi kwa maadui wa Mungu kushangilia, ndipo badala ya kukunja mikono yao na kulalamika na kulalamikia hali yao isiyo ya kufurahisha, hebu washiriki wake waulize kwamba iwapo yupo Akani katika kambi yetu. Anasema kwa unyenyekevu na kujipeleleza moyo, hebu kila mmoja jitahidi kugundua dhambi zilizojificha zinazofungia nje uwepo wa Mungu katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema kwamba wote wale ambao wanazuia katika kanisa lake wamefananishwa na Akani. Naona hivyo basi Mungu anazidi kupeleleza mmoja mmoja, na anatuma tangazo kwamba kila mmoja ajichunguze, ajipeleleze amemkosea Mungu wapi. Eza ni katika mali zake anazodai kwamba ni zake, lakini tumeona kwamba Muumbaji mfalme anasema vitu vyote ni vyako na ni kwa ukarimu wake tu tunabarikiwa. Lakini sisi leo tumegeuza kwamba ni mali zetu. Lakini tunaona kwamba wakati mambo yote yanapoenda kutoweka,
Hakuna kingine ambacho kitabaki cha kutegemea isipokuwa tu ni Mungu mwenyewe ambaye mtukirimia yote. Kwa sababu gani? Tunapoelekea mwisho wa mambo yote umefika. Na mwisho wa mambo yote unapoenda kufika, tumaini yetu litabaki kwa nani? Ni kwa Mungu mmoja tu. Vitu vingine vyote ambavyo tunavyo vitatuweka kama upepo, vitatuweka upesi. Hivyo basi Mungu anatuita leo tuweze kujitolea kwake, tukafanye kazi mapema. Maana anasema tukiendelea kuzuilia, saa yaja ambapo tutalaumu sana kwamba muda umeisha na mali nimebaki nazo na nimezuilia na kazi ya Mungu haikwenda mbele. Hivyo basi itabaki kwa mlima kwetu na itakuwa ni jiwe kura la kujikwaza na itakuwa ngumu sana kuweza kuvuka kwa sababu mali imetuwekea kizuizi. Lakini tukijitoa kwa Bwana tukawekeza kwake, ipo siku tutaweza kuona zile roho ambazo zimekombolewa kwa sababu ya kujitoa kwetu, muda wetu na nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kufikia hapa niweze kushukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha tumeweza kusikia neno lake lisemavyo. Hivyo basi anatoa mashauri yao ya kwamba tuchague hivi leo kuweza kutii maagizo yake ili tuendelee kuwa salama, kwa kuwa tumeamua kujiunga katika kundi kubwa hili ili tuweze kusonga mbele na tuendelee kumtolea Bwana katika roho na kweli, ili tuendelee kumwabudu yeye katika roho na kweli. Basi Bwana bariki somo hili na niweze kukaribisha katoe wito ya kwamba angapo anasema kwamba hakika Bwana ni mwema, ameweza kutujulisha na kufumbua macho. Maana wengi walikuwa na maswali mengi juu ya hili swala kwamba inakuaje matoleo na kuaje. Ni kama matoleo yanafanya kazi ya kupeleka injili sehemu za mbali na sehemu za karibu. Hivyo basi wewe ambao unaweza kusimama ya kwamba Bwana aninyoshe mkono wake tena niweze kumtolea kwa moyo wa kupenda. Sio moyo wa kujisikia, hapana, ni kwa kanuni ya moyo wa kupenda. Basi watu kama hao Bwana angependa wasimame mchana wa leo tunapokwenda kutimisha, na ningependa tusimame kisha tupige magoti na mchungaji hapa atatuhitimishia kwa ombi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru ujumbe ndio huu tumeusikia, na hivyo Mungu atusaidie sana kila mmoja ndani ya moyo wake. Tujitoe kwanza sisi ili kwamba hata tunapotoa mali zetu ziweze kupokelewa mbele za Mungu. Basi tunyenyekee katika magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Utukuzwe Baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe uliyenena kupitia mtumishi wako katika mchana huu wa leo, kwa kuwa tu roho yako iko ndani yake. Nasi watoto wako tumesikia, maana tumekusudia usafiri kwenda juu. Tusaidie sasa ya kwamba miongoni mwetu tusiweze kupalilia na kulea roho ile ya unyimivu, roho ya uchoyo. Tusaidie tuwe na roho ya mbinguni, roho ambayo tunajitoa kikamilifu kwako kwa ajili ya uzima wa milele. Tunashukuru kwa neno hili, maana utaendelea sasa kutusaidia siku kwa siku kuimarika katika ukweli. Katika mchana huu leo, watoto wako baada tu ya kupata chakula cha kiroho, tunaomba tunapokuwa katika mapumziko kwa ajili ya chakula cha kimwili, tusaidie kutafakari yote ambayo umeweza kutulisha tangu tulipokutana hapa. Mbariki kila mmoja wetu, neema yako yatosha. Tunaomba haya tukiamini katika jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Basi huu ndio mwisho wa ibada ya mchana wa leo, na Bwana wabariki. Nimkaribishe mchungaji kwa matangazo machache kabla hatujatawanyika. Kanisa, watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Ni neno kwa wakati. Unajua kama ambavyo mmemsikia mtumishi mmoja mwingine atuliyekuwa naye hapa amesema, kwa kweli mimi nimeshasikia habari za wana matengenezo wengi sana, nimekuja kuangalia nyinyi mnatengeneza nini. Si ndio watu wa Mungu? Yuko sahihi kabisa, yuko sahihi. Hata mimi nilikuwa nikisikia kwamba habari ya wana matengenezo, kwanza nilikuwa najisikia vibaya. Najisikia vibaya kwamba hawa kwa nini wanafanya hivi. Lakini
baadaye nilipoanza kuona nikaanza kulaumu kama mchungaji mmoja mmoja. Baadaye sasa nikaona kumbe mfumo ndio unaongoza hata wachungaji wasimamie kinyume na Biblia. Nikaona kwamba kwa kweli kumbe kuna kweli ambazo watu wa Mungu tumeondolewa, turudi sasa ndani ya kanisa. Kwa katika kurudi ndani ya kanisa tukajikuta kwamba tunakuwa na imani mbili sasa na mfumo wa General Conference. Maana imani ya zamani ya wasisi wetu na imani hii ni imani mbili tofauti, ni njia mbili tofauti. Ndipo sasa kwa kweli umuhimu wa matengenezo upo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anaandika katika kitabu chake cha uzima wale wana matengenezo. Hakuna atakayeandika kwenye kitabu cha uzima asipofanya nini? Matengenezo. Walio katika kitabu cha uzima ni wana matengenezo. Huyu mtumishi katika kusema hilo neno alikuwa sahihi. Tumefundishwa swala la matoleo. Maana kuna wengine wanasema kwamba habari ya zaka, habari ya sadaka hatuna habari nayo. Wao wanasema hilo sio fundisho la Biblia. Sasa unaona hayo mambo. Ndio maana mtu akisema ni mwana matengenezo mhoji vizuri. Japo wao walikataa wakasema wao sio wana maana hata matengenezo sasa walishakataa. Ila tu kwamba habari ya matengenezo ipo nyingi, lakini lazima watu tuwaeleze matengenezo ni kurudi kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilikuwa ni kazi ya matengenezo kurudisha Biblia mikononi mwa nani? Mwa watu. Sisi tunayo Biblia, tunayo nabii ambaye tunaona kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyeongoza mwandishi wa vitabu hivi, lakini pia Biblia. Kwa hiyo mshukuru sana Mungu kwa ujumbe huu ambao tumeupokea kwa wakati. Sasa tunaenda watu wa Mungu kupata chakula cha kimwili. Chakula ambacho Mungu ametubarikia tu katika familia zetu, tutakitumia kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kuna ndugu ambao tutasalia maeneo haya kwa ajili ya chakula, lakini wengine tutakuwa nao katika nyumba zetu. Hivyo basi tunapoenda kuhitimisha, wenyeji tutambue tu ya kwamba miongoni mwetu tuna wageni, na kama ambavyo imekuwa ni kawaida yetu kufanya hivyo huo ukarimu, na tutaendelea kufanya. Yaani kwa kweli kadiri siku zinavyoenda na ndivyo tunapaswa kuzidisha, kwa sababu kila siku tunapokea wageni. Kila siku tunapokea nini wapendwa? Wageni. Kwa sisi hii roho ya ukarimu tunaambia kwamba hii itaendelea kupaliliwa, maana ni roho ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapoenda kuahirisha sasa na kurudi majumbani kwa ajili ya chakula cha kimwili, mimi niwaalike tu watu tuweze kuomba. Na hivyo sawa. Nashukuru sana mtumishi, maana tulikuwa tumeshajiweka wakifu mikononi mwa Mungu kwa ajili ya kuhitimisha. Na hivyo basi tunapoondoka sasa, kama ambavyo tumeelezana watumishi wa Mungu, jukumu letu ni ukarimu. Basi tutatoka na wimbo namba 80. Wimbo namba 80 kwa furaha, tukiimba tukisogea hapo nje kwa ajili ya kupeana salamu, na hivyo turudi majumbani, na ndugu wengine tutakuwa hapa kwa ajili ya chakula, wengine tunapopata chakula huko majumbani. Wimbo namba 80. Tupe moto wa uhai